Mheshimiwa Spika, kwanza nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi. Nampongeza kwa kazi kubwa sana anayoifanya katika sekta zote. Nadhani kwenye elimu, kwenye miundombinu, kwenye afya amekava kila kitu. Na nadhani tuna kila sababu katika nchi yetu hii sasa kumshukuru Mwenyezi Mungu kutupa kiongozi huyu. Ameifikisha nchi yetu mahala pazuri mno, na kama sisi wenyewe humu hatujaamini, wageni wote wanaokuja katika nchi hii, wanaotoka bara, wanaotoka nchi za jirani, wanaotoka nje, wakija hapa wanasifu maendeleo makubwa yaliyopatikana katika kipindi kifupi sana katika nchi. Lakini pia nimpongeze sana Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais kwa kumsaidia vyema sana Mheshimiwa Rais. Lakini pia niwapongeze watendaji wote, katibu mkuu, kwanza waziri, katibu mkuu, naibu katibu mkuu na wote. Mafanikio Mheshimiwa tuliyoyapata ni makubwa mno, na wala kwa sababu ya muda sina haja ya kuelezea hapa. Lakini kulikuwa na suala dogo ambalo lilizungumzwa na naomba nilitolee ufafanuzi kidogo. Ni suala la athari ya maji ya mvua wakati wa ujenzi wa barabara. Na mmoja alizungumza kwamba nyumba zinazama, lakini bahati hakusema nyumba ngapi zilizozama katika hali hiyo. Lakini katika ujenzi wowote lazima athari zitapatikana, hilo tukubaliane. Hata ukijenga nyumbani kwako athari zinapatikana, sio barabara tu, popote pale. Na kwa bahati mbaya ama bahati njema, naweza nikasema kwamba sisi tunajenga barabara hizi kwenye maeneo ambayo tayari tunayatumia. Kwingineko huko watu wanajenga, hakuna majumba. Majumba yanakuja baada ya ujenzi wa barabara. Mheshimiwa, wewe mtaalamu vizuri sana, uliwahi kuwa wizara hii. Lakini sisi tunajenga, nyumba zipo. Na ndio maana wakati mwingine wengine wanasema tunazifata njia hizo hizo zilizokuwepo. Tunazifata njia hizo kukwepa athari ya kuwaondoa majumba ya watu na kulipa fidia kubwa. Sasa unapojenga barabara katika eneo ambalo hakuna jumba, ni tofauti sana na eneo ambalo lina nyumba. Wakati mwingine tunapopitisha hizi zana, nyumba zinatikisika tu kwa sababu ya vibration kutokana na vile vyombo vizito, athari zinapatikana. Wakati mwingine unajenga barabara kwa sababu lazima uijenge kitaalam na kwa specifications za kimataifa. Barabara inakuwa juu, nyumba zinakuwa chini, maji yanaweza kuingia. Na ndio maana huwa tunasisitiza sana kwamba watu sasa hivi tuanze kufikiria kujenga nje ya maeneo ya hifadhi ya barabara karibu mita 25 ili kupunguza hizi athari ambazo zinaweza kutokea. Sasa tunapozungumza lugha ya kwamba serikali inajenga barabara lakini tunawapelekea maafa wananchi, nadhani sio sahihi. Ni sisi wawakilishi humu kila uchao tunaomba barabara katika majimbo yetu sisi wenyewe, na tunapozijenga barabara hizo tutarajie athari zinatokea. Lakini serikali katika athari hizo, nyumba zote ambazo zinaathirika zinalipwa fidia, na tunaiacha hata ile sheria yenyewe, sheria ambayo inazuia mtu aliyojenga kwenye eneo la hifadhi hastahiki kulipwa fidia, lakini serikali inalipa fidia. Hizo ni huruma za Mheshimiwa Rais wetu Dr. Hussein Ali. Na hadi sasa tumeshalipa karibu zaidi ya bilioni 34. Tumewalipa wananchi fidia wale wanaoathirika. Lakini hata jana tu tumepokea ripoti karibu tatu ama 4 za kulipa fidia. Hata huyo aliyozama, ambaye ni kesi moja pengine au mbili tunazozizungumza hapa, hata huyo ama ameshalipwa fidia ama atalipwa fidia.
Na kama fidia ndogo, serikali imeweka utaratibu, Mheshimiwa Spika, utaratibu wa huyo mtu kuleta malalamiko kwenye grievance committee, alete. Watu wanafanya tathmini mara 2 mara 3 kujiridhisha, ili huyu mtu alipwe fidia anayostahiki. Na hayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais, kwamba kila mtu atalipwa fidia stahiki. Kwa hiyo tusiwachonganishe wananchi na serikali yao. Serikali yao ni njema, dhamira ni nzuri. Hakuna maendeleo yatakayofanyika bila ya kuathiri ama mtu mmoja ama watu wawili ama kikundi cha watu. Lakini jingine, Mheshimiwa, limeshazungumzwa sana la tume, na mimi niwapongeze sana sana kwa kuendesha uchaguzi kwa weledi mkubwa. Uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba ulifanyika kwa mafanikio makubwa na watu wote wanatupongeza. Hata juzi hii alikuja mjumbe wa yule bwana Chikwera, alikuja juzi hapa, katupongeza sana kwa sababu ya muundo wa tume ya uchaguzi. Huko nyuma, Mheshimiwa, tume yetu hii ililalamikiwa sana kwamba sio tume huru, haishirikishi vyama. Huko nyuma serikali imechukua maamuzi ya kuifanya tume hii iwe huru, shirikishi ya vyama vyote. Tume yetu ina wajumbe wa chama cha ACT 2, ina wajumbe wa CCM 2, kuna na mwenyekiti ambaye ni jaji George Kazi, jaji wa Mahakama Kuu. Lakini pia rais ana nafasi moja ya kuchagua, lakini katika kuchagua hakuchagua CCM, kachagua ADA TADEA. Sasa hiyo ni ushirikishi wa vyama vya siasa ambavyo vimeshiriki katika uchaguzi. Sasa tunapoyahoji matokeo, sijui tufanyeje sasa. Tume huru, tume shirikishi, na wakati wote ule hatukusikia kwamba tume ilikuwa na ugovi, hawakukubaliana baadhi ya mambo. Hatukusikia, mimi sikusikia. Kama wengine wamesikia, labda wataeleza wao. Lakini tume mpaka wakati wa kutoa matokeo wote wapo kwa mashirikiano makubwa. Sasa tunapokuja tukaanza kuhoji hapa, nadhani si sahihi. Kama kuna kasoro, watu wanakaa wanazizungumza kwa utaratibu kabisa, sio kwa malumbano, sio kwa vishindo. Kama ziko changamoto, na dunia hii, Mheshimiwa Spika, hatutaondokana na changamoto. Ukitatua moja zinakuja nyingine 10. Lazima watu wakae, tutatue changamoto kwa maelewano. Sisi tunaishi kwenye nchi moja. Lakini la mwisho, ilizungumzwa suala la tofauti za gharama za makontena. Ni kweli kontena ikishushwa Mombasa, ikishushwa bandari za Dar es Salaam, gharama zake tofauti na ikishushwa hapa Zanzibar. Ni kweli, lakini zipo sababu. Tofauti ya 20 feet container ikishushwa Dar es Salaam na hapa ni dola za Kimarekani 1200, lakini 40 feet container ni 2400. Hiyo ni kweli, lakini zipo sababu. Na sababu ya kwanza inayopelekea hivyo kwamba bandari yetu sisi au mizigo inayokuja hapa inatumia mfumo wa transshipment. Mzigo unashushwa Dar es Salaam ama unashushwa Mombasa. Ikishushwa huko, kuna zile handling charges za kupakia, kushusha, storage. Ikija hapa upandishwe tena container, ishushwe. Gharama hizo lazima zitaongezeka. Lakini kwa wenzetu Dar es Salaam na Mombasa, wao wanakuwa na export volume kubwa. Container zinapokuja na mzigo, zikifika hapo katika bandari zao,
zina mzigo wa kubeba wa kuziondoa. Kwa zile gharama zina cancel kwa sababu wanaweza kufidia kutokana na zile container kulirudisha linakotoka na mzigo. Sisi hatuna, na ndio maana tunataka kuhimiza zaidi na sisi tuongeze export volume yetu. Lakini Mheshimiwa, tukubaliane, kama si busara za Mheshimiwa Rais kujenga ICD, kushirikiana na sekta binafsi kujenga bandari ya Fumba na kujenga bandari ya Marghudi kwa volume ya mizigo na makontena yanayokuja sasa, kama si hiyo hali ingelikuwa. Taarifa Mheshimiwa Spika. Taarifa Mheshimiwa Shineni. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Nasimama kwa kanuni ya 66(2)(b). Naomba kumpa taarifa mzungumzaji anayoendelea kuchangia kwamba shipping line ambazo zinatoa huduma hapa Zanzibar zilishaeleza kwa nini sababu kubwa ya kupanda gharama hizi, na moja ya sababu ambayo waliizungumzia sio kwa sababu container zinapita through transshipment. Walisema ni kwa sababu ya congestion, kwa maana ya msongamano wa meli zinavyokaa katika bandari ya Malindi. Kwa hiyo naomba nimpe taarifa mzungumzaji kwamba tatizo la transshipment, tunafahamu kwamba duniani maeneo mengi wanatumia mifumo hii ya transshipment na haiongezi gharama za container kwenye freight charge. Nashukuru. Asante Mheshimiwa Waziri, taarifa hiyo sijui kama unaipokea. Endelea. Mheshimiwa, hiyo hoja sipokei. Na sipokei kwa sababu ya muda. Nilikuwa ninataja baadhi ya sababu. Yeye karukia tu. Na ushahidi nao, akitaka aje asome. Container kukaa kwa muda mrefu imo hii hapa, lakini kwa sababu hiyo ndio maana serikali imejenga ICD. Asante Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa Daktari Mkuu Saada Mkuya Salum, nawe